Zikisalia siku 18 kabla ya finali ya Kamoti Junior Super Cup kuandaliwa, wito umetolewa kwa wachezaji na mashabiki kuzingatia nidhamu ya hali ya juu katika mechi za nusu finali na zile za finali. Akizungumza na habari, mwanzilishi wa michuano hiyo Kamoti Saburi amesema michuano hiyo ambayo itarejelewa mnamo Jumapili tarehe 6 hadi tarehe 20 itavutia washikadau wa sekta ya michezo katika ngazi za kaunti na ngazi ya serikali kuu. Niliweza kuweka hii tournament ili niweze kuleta vijana pamoja ili waweze kuonyesha talenti zao. Maana vipaji vipo, lakini vinataka mtu wa kuweza kuvisimamia ama ili viweze kuonekana. Kwa hivyo malengo yetu ni hayo, kuleta vijana wenzetu pamoja, na ningeomba teams ambazo zina participate zile zimebaki 4 waweze kudumisha nidhamu, kwa sababu huenda Mungu akituwezesha tarehe 20 mwezi huu tukakuwa na hizo finals, bado tutacheza hapo katika uwanja wa Mgala. So hatujajua itakuwa baina ya nani na nani, itategemea na hizi semi, lakini ningeomba timu yoyote ile ambayo itaweza kupata hiyo nafasi ya kucheza final waweze kudumisha nidhamu, kwa sababu tutakuwa na wageni tofauti pia katika tabaka tofauti, hususan pia wale ambao wanahusika na mambo ya sports katika county level, hata national pia wataweza kuwa na sisi pale, na nina imani kwamba nidhamu pia ni chanzo cha mafanikio. Kwa hivyo wakati tutadumisha nidhamu, inaashiria kwamba pia mafanikio hayako mbali. Kulingana na Kamoti, michuano ya tarehe 6 itajumuisha Vipers FC na uwanja wa Ndege FC ambayo itachezwa katika uwanja wa Mgala saa 9 alasiri, na kisha Power United na Faster Boys wakikabana ko tarehe 13 mwezi huu. Kamoti anasema lengo kuu la kuanzisha michuano hiyo ni kuwaleta vijana pamoja na kuondoa katika maskani ambako hujihusisha na masuala mbalimbali ya utovu wa nidhamu. Ni mwanzilishi wa tournament ya Kamoti Junior Super Cup ambayo tulianza mwaka jana 2024 mwezi wa 10, na tunashukuru Mungu tumeenda vizuri mpaka sasa. Tumefika sehemu ya semifinals, na weekend hii ambayo tuko nayo tarehe 6 mwezi wa 4 tutakuwa na semifinal ya kwanza ambayo ni baina ya Vipers FC na uwanja wa Ndege FC ambayo itachuana hapo katika uwanja wa Mgala saa 9 mchana. Na pia Mungu akituwezesha, hiyo weekend itafuata tarehe 13 mwezi huu wa 4 tunaenda kuwa na semi ya pili ambayo itakuwa baina ya Power United na Faster Boys ambao pia vile itachezwa katika uwanja wa Mgala saa 9 mchana. Ali Vincent, Benvin TV.